Naam, ni asubuhi ya tarehe 6 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji, tunapata fursa nyingine ya kuja kuwa pamoja mara tena kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha na kukujuza yote yanayoendelea kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama kawaida, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka huko kwenye uwanja wa mapambano. Hii ni Amani TV Media na hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tutakujuza kuhusu ni wanani ambao waliweza kulala katika mji wa Katogota baada ya makabiliano makali ambayo yaliweza kuripotiwa hiyo jana tarehe 5 Disemba mwaka wa 2025 kati ya waasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC, wazalendo pamoja na majeshi wa Burundi. Tutakujuza pia kuhusiana na kipi ambacho Burundi imezungumza baada ya bomu mbili kuweza kutua, yani kuingia katika nchi yao, bomu ambazo ziliweza kutumwa na vikosi vya waasi wa AFC M23. Lakini pia tutajelekeza kwa Kinshasa tukufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa katika mji mkuu wa Kinshasa. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati ili endelee kupata habari hizi kila saa na kila sekunde. Naam, bila shaka natumai uko salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Nasema karibu mara tena na nasema asante kwa kwa ambao uko nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Ikiwa hujasubscribe basi fanya hivyo ili uendelee kupata habari zetu. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka kwenye uwanja wa vita ambako mapambano makali yameripotiwa kuzuka asubuhi ya Ijumaa tarehe 5 Disemba mwaka wa 2025 kati ya waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na majeshi ya Rwanda RDF dhidi ya vikosi vya FARDC, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi uko jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye eneo la mapambano, vurugu hizo zilianza katika miji ya Katogota, Kamanyola, Lubarika pamoja na maeneo ya Kaziba. Inaripotiwa kuwa waasi walizindua mashambulizi ya anga mapema asubuhi kwenye ngome za FARDC zilizoko maeneo ya Katogota, wakijaribu kuchukua tena udhibiti wa eneo hilo ambalo limekuwa limekombolewa na jeshi la serikali siku chache zilizopita. Yani asubuhi na mapema waasi waliweza kutuma ndege zisizokuwa na rubani kwenye ngome za jeshi la taifa FARDC kwa kujaribu kusambaratisha vikosi hivyo kwa ajili ya kufungua njia ya kuingia Katogota mara tena. Hata hivyo, mashambulizi hayo ya waasi yanadaiwa kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa majeshi ya Burundi, vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo. Mapambano yalikuwa ni makali kabisa mchana kutwa, yakihusisha silaha nzito, mabomu pande zote mbili, na hivyo ilifanya kuwa vigumu kwa waasi kuweza kusonga mbele na kudhibiti mji wa Katogota. Taarifa kutoka kwa wazalendo zinasema kuwa walifanikiwa kuzuia jaribio la waasi kupenya njia zote kuingia katika mji huo. Na hadi sasa, kulingana na duru kutoka upande wa wazalendo, zinathibitisha kwamba Katogota bado ipo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC, majeshi ya Burundi pamoja na makundi ya wazalendo. Kutoka kwenye uwanja wa vita tumeweza kuwasiliana na mmoja kati ya wazalendo ambao wanapatikana kwenye uwanja wa vita. Wametuthibitishia taarifa hizi na kusemea kwamba wao ndio wanapatikana maeneo ya Katogota kwa sasa. Huyo hapa ni mmoja kati ya wazalendo akitoa picha halisi ya kile ambacho kinaendelea huko kwenye uwanja wa vita na kuhusu ni wanani ambao wanadhibiti Katogota mpaka leo tarehe 6 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Station iko maîtriser, msiwe na wasi, msiwe na mashaka yote. Kusema information kidogo tu kuwapatia wenye wako Katogota kwa saizi ni FARDC, wasoda wa Burundi na wazalendo. Rurambo de wenye wako kwale mwingine saa hizi ni wasoda wa wazalendo na wasoda wa Burundi.
wenye wako Lupango, Rubarika, ndio ile masisi ilikuwa nalilia, wenye wako kwa saizi washakamata ile mlima kwenye wale wasoda wa Burundi wanani wa M23 ilikuwa wanacheli silaha yao mfungufu kisha zibitiwa ile mlima. Sasa hizo wenye wako pale ni wasoda wa wazalendo na wa Burundi ndio walishaka rekipere ile mlima yenye walikuwa wanatupela mabombe ya kustabilize mu Luvungi. Na kwa sasa hizi mapambano yanaendelea iko na basukuma mpaka mu riviere Ruvivi, kama wenye wanajua kule ngambo za yule ya kule ya Rubarika, huo kampeni kama inaitwa Ruvivi, kuvuka ngambo na kuvuka ile mtoni unaingia mpaka Kamanyola. Manake hivi bashavusha ile mtoni, adui iko mbio sana. Kumbe mtie rofasi moya watu wafanye makazi antuka victoire iko marezo sio kila mtu anasema vya kwake wenye anajisikia, lakini ile njoo habari kabisa. Asante sana na wazalendo, courage wa ndugu yetu FRDC, courage na wali wetu wote tunawapatia vraiment courage. Malgré ile maramforo yote yenye muliona mu mabato, magari zinakuya, mabomu banatupa, bile byote ndio resulta yayo ile. Balisha tepeta bana nguvu abajwe bafanye tuko tunabalomba baende balete na batate abo na babibi abo, balete tu batu bote. Bataishia mwa hii Kongo, bataishia mu Kongo na siku moya tutenda ndio fete Rwanda. Bako banadanganya batu mu rezo sosio, balisha tepeta batu biko bananza baangalia Kamanyola bana bazomea. Mwenyeko na mtu Kamanyola amuite aulize, muulize. Banaua population kupiga mabombe mubatu. Mukishona tu Banyarwanda bananza piga mabombe mubatu, ila kuwaka alama yabo ya kushindwa, maana bananza kimbia. Njoo bali ile bato yote ilikuya, zile magari zetu tuliona jana busiku, mabomu ze banapiga kutoka Rwanda, njoo kwa banaishia pale. Mara tutona kesho kama talala mwa ile Kamanyola. Tutaona tuko na nyia hapo. Bajamaa banapanda na maalume Lourdes, blende moya banapanda huko, banarudia huko Bukavu. Karibuni hata 12 vehicles hivi, inaweza kuwa hata 12 vehicles na zile maalume Lourdes zabo zote banapanda nazo. Siwe binakuwa sikwe Mungu alitupatia ushindi kule. Juu kabisa maalume Lourdes zabo presque zote zinapita huko. Kwanza ni naonaka walikuwa wanatembea na blende mbili. Blende moja njoo narudia. Siwe kama hizi njoo zilikuwa kaziba, siwe. Lakini maalume Lourdes za mingi zinapita hapa za kutoka kule. Presque maalume Lourdes za magari zote kabisa zinapita hapa saa zinarudia huko Bukavu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano ambayo imeripotiwa tarehe 5 ilikuwa ni makali sana, huku yakihusisha bomu mbili ziliweza kutumwa na wahasi wa AFC M23 na kuangukia katika mji wa Luvungi na kusababisha maafa ya raia kufariki dunia, lakini wengine kujeruhiwa vikali. Moja kati ya jambo ambalo lilipelekea raia wengi wa Luvungi kuweza kukimbia makazi yao na kujielekeza uko Sange, lakini pia wengine kusonga mbele kabisa mpaka mji wa Uvira. Raia wa Luvungi hawajakimbia makabiliano kusemea kwamba vita vilikuwepo Luvungi, bali wamekimbia mlipuko ya mabomu ambayo ilirushwa na wahasi wa AFC M23 huenda ingeweza kuwapelekea madhara makubwa. Mapambano hayakuweza kuripotiwa katika mji wa Luvungi kama inavyotajwa, bali mapambano yalikuwa katika maeneo ya milimani kuelekea Lubarike na maeneo ya milima ya juu kabisa na Katogota ambako kulikuwepo na makabiliano makali. Lakini katika maeneo ya Luvungi kulikuwepo na utulivu licha ya mabomu yaliweza kutumwa na vikosi vya wahasi wa AFC M23. Katika eneo la Kamanyola pia jeshi la taifa FARDC limeeleza kuwa limefanikiwa kutekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya ngome mbili muhimu za wahasi wa AFC M23. Mashambulizi hayo yameripotiwa kuharibu vifaa vya kijeshi vya wahasi na kuathiri baadhi ya wapiganaji wa AFC M23.
Duru kutoka Kamanyola zinaeleza kuwa moja kati ya bomu iliweza kurushwa kwenye eneo la mnara wa mawasiliano Vodacom huko Kamanyola na kuuteketeza kwa moto sehemu ambako kulikuwepo na kambi ya vikosi vya waasi wa AFC M23. Duru hizo zinaeleza kuwa mpaka sasa bado waasi wa AFC M23 wanaendelea kupatikana katika maeneo ya Kamanyola, huku wazalendo wakiwa na miliki upande wa Katogota wakiwa wanatizamana kuangalia ni kipi ambacho kitakuja kutokea. Hali hii inapelekea raia wengi kushindwa kufahamu ni wapi kukimbilia, ambako wengi walikosa pa kwenda baada ya Rwanda kufunga mpaka na kuja kufunguliwa baadaye mida ya mchana. Raia wa Kamanyola wameripoti kuweza kusikia milipuko mikubwa ya mabomu iliyopelekea wengi wao kuishi katika hali ya wasiwasi na kuchanganikiwa ni wapi watakapokimbilia. Lakini wakati wa makabiliano haya yakiwa yanazuka kasi kabisa upande wa Kamanyola, waasi wa AFC M23 waliweza kuripotiwa kurusha bomu 2 na kwenda kutua katika ardhi ya Burundi, kitu ambacho kimeleta nguzo kubwa na chacho upande wa serikali ya Burundi. Taarifa kutoka kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda zinaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi baada ya kile kinachodaiwa kuwa mashambulizi ya mabomu yaliyovuka mpaka na kutua katika ardhi ya Burundi. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyoko karibu na eneo la tukio, mkuu wa majeshi ya Burundi ameripoti kutoa maelekezo mapya kwa vikosi vyake, akiamuru jeshi kutumia aina zote za silaha nzito endapo zitahitajika kujibu kile kinachoelezwa kuwa ni uchokozi kutoka upande wa Rwanda pamoja na vikosi vyake vinavyomuunga mkono, vikiwemo vikosi vya waasi wa AFC M23. Taarifa hizi zinasema kuwa mabomu yaliyodaiwa kufyatuliwa kutoka eneo la mashariki mwa Kongo ambako mapigano kati ya FARDC, jeshi la Burundi na waasi wa AFC M23 yanakuwa yakiendelea, yameangukia upande wa Burundi, hatua inayochukuliwa kama uchokozi na uharibifu wa usalama mpakani. Wakaaji wa vijiji vilivyoko karibu na mpaka wanaripoti kusikia milipuko mikubwa ikisababisha hofu na baadhi ya familia kuanza kuondoka maeneo yao ya mpakani kujielekeza maeneo salama zaidi. Baadhi ya mashuhuda wanasema kuwa askari wa Burundi wameanza kuimarisha doria na kuongeza idadi ya majeshi katika maeneo ya mpaka, huku magari ya kijeshi yanaonekana yakisafirisha vifaa vya kivita vizito kwenda kuweka ulinzi mpakani. Serikali ya Burundi hajatoa taarifa ya kina kwa umma, lakini vyanzo vya kijeshi vinadai kuwa majibu makali yanaweza kutolewa wakati wowote ikiwa mashambulizi ya kuvuka mpaka yatajirudia. Kwa upande mwingine, hakuna taarifa rasmi kutoka Rwanda kuhusu tuhuma hizi, na hivyo hali inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi ili kutazama ni kipi ambacho kitakuja kutokea. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kile kinachoendelea sasa kinaweza kuongeza hatari na kuongezeka kwa mvutano wa kikanda, hasa ikizingatiwa kuwa mapigano kati ya jeshi la Kongo, majeshi ya Burundi na waasi wa AFC M23 tayari yameleta athari kubwa katika maeneo ya jimboni Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Wananchi wanaendelea kuombwa kuwa makini na kuwa watulivu, pia kuripoti harakati zote za kutia shaka na kufuatilia maelezo yote yanayotolewa na vyombo vya usalama vya ulinzi. Kwa sasa hali inaripotiwa kuwa tulivu kidogo, tofauti na hiyo jana tarehe 5 ambako mvutano ulikuwa mkali. Hivyo mpendwa msikilizaji, hicho ni kile ambacho kinaendelea pia huko Burundi, ambako baada ya bomu 2 kuweza kutua katika ardhi ya Burundi, Burundi imeamua kuanza kuimarisha vikosi vyake kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka ulinzi wao madhubuti ili wasiweze kukaribisha vita katika nchi yao. Kabare. Muungano wa vikosi vya wazalendo kutoka huko tarafani Kabare ambavyo vinaendeleza mashambulizi dhidi ya vikosi vya waasi wa AFC M23
waendelea kuomba serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwasaidia vifaa ili kuendelea kukabiliana na wahasi wa AFC M23. Kulingana na msemaji wa Wazalendo kutoka kwa Kabare, amesema kwamba ukosefu wa vifaa unawapelekea wao kudhibiti maeneo, lakini pia baadaye kuja kuyaachia maeneo hayo kwa sababu ya kukosa msaada wa ziada. Kutokea Kabare kwenye uwanja wa mapambano, Mheshimiwa Abubakari Zeindula Shombo ameeleza kile ambacho kinaendelea kwa sasa maeneo ya Kabare. Bwana mtangazaji, mimi kama vile msemaji wa Wazalendo katika tarafa la Kabare nzima, mimi naendelea kuwaomba viongozi wa region militaire wa 33e region militaire, wakiwemo kamanda wa operation ya Sokola D, waangalie namna wanaweza wagafanya hatua kwa ajili ya kuwapa wazalendo ambao wanapatikana huko Kabare vifaa vya kivita, kwa sababu laiti wangelikuwa na maarme lourde na maarme d'appui moja kwa moja, kama vile unaona M23 wanagangania sana huku Kamanyola, Katogota. Sasa kupitia nguvu za hawa vijana wetu ambao wako kule upande wa Kabare, kama tayari wamesha teremkia humo mwa aeroporo Kavumo na kuishikilia vile ya Bukavu nzima. Unajua juzi tena hao vijana wetu wameshindwa katika komine ya Bagira, bwana mtangazaji, waliteremka tena kuja Kabare center, wakaja wanampiga adui, wakateremka naye hadi Bagira. Lakini vile vile kwa ukosefu wa msaada, kwa kukosewa na ranfort, tena vile vile adui alimwanga nguvu nyingi zaidi mpaka vijana wetu wakafanya repli strategic. Kwa sababu gani bwana mtangazaji? Ukiangalia M23 ambaye anasapotiwa na Rwanda na Uganda na Somalia na Sudane na Eritrea, muda wote ule wanaingiza maaskari, wanaingiza silaha, wanaingiza chakula, wanaingiza madawa, wanaingiza hata na pesa kwa kutoa rushwa. Lakini wazalendo wako imara, kwa sababu mtu hawezi akasaliti nchi yake kwa ajili ya pesa.